Ndugu zangu, wakati tunaendelea kufuatilia taarifa za kinachoendelea Mashariki ya Kati pamoja na duniani kwa ujumla, wale ambao mnaendelea au mnahitaji kufanya maendeleo, basi msiache. Kama unajenga nyumba yako au una nyumba, una msikiti au inawezekana ni kanisa, una shule, una apartments na umechoshwa na vyoo kujaa mara kwa mara, wapangaji kupigia simu za hapa na pale, unatapisha choo baada ya kuwa kimejaa wakati wa mvua, basi unaweza ukaondokana na usumbufu huo kwa kuwapigia simu PMP Company Limited kwa simu namba 0768643243. Wanajenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai kabisa maisha. Yani hawa wanakujengea choo cha kisasa ambacho hakijai maisha. Piga sasa simu ili waweze kutengenezea choo hicho. Uzuri ni kwamba eneo ambalo wanajenga hicho choo hautajua kama choo kimejengwa. Sasa bwana, hapa nina furush la taarifa ambazo zinatoka kule Iran. Moja ni kwamba Iran imeharibu ndege ya ufuatiliaji na upelelezi ya Marekani ambayo ina thamani ya dola milioni 270 aina ya Boeing E-3 Century Aux katika shambulio la hivi karibuni dhidi ya kituo cha anga cha Prince Sultan nchini Saudi Arabia. Kwa mujibu wa ripoti ambazo zimetolewa ni kwamba shambulio hilo lilisababisha uharibifu kwa ndege nyingine kadhaa na kujeruhi wanajeshi wasiopungua 12 wa Marekani. Kiwango cha uharibifu wa ndege hiyo kinaweza kuifanya isiwezekane kutengenezwa tena, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo pia zimetolewa na Air and Space Forces, huku intelijensia zikieleza kuwa ni hasara kamili. Hata hivyo, Pentagon bado haijathibitisha rasmi ukubwa wa uharibifu ambao umesababishwa na shambulizi ambalo limeripotiwa kufanywa na Iran. Wakati huo, idara ya vita Marekani inaripotiwa kuwa inaye mpango wa kuandaa operation ya ardhini ambayo inaweza ikadumu kwa wiki kadhaa kule nchini Iran. Taarifa hiyo inasema rais wa Marekani Bwana Donald Trump bado hajaidhinisha mipango yoyote ya uvamizi ambayo imewasilishwa na idara ya vita Marekani, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa. Na idara ya vita Marekani imeripotiwa kuandaa mipango ya operation za ardhini ambazo zinaweza zikadumu kwa wiki kadhaa nchini Iran, licha ya kauli za mara kwa mara za Rais Trump kwamba Tehran imeshapoteza vita ya mwezi mmoja na sasa inaomba makubaliano ya kujisalimisha. Yani Marekani ndio wao wanasema Tehran, kwa maana Iran imepoteza vita, lakini wao ndio ambao kila siku wanasema wakai katika meza ya mazungumzo. Kwa mujibu wa maafisa kadhaa wa Marekani ambao hawajataka kutajwa majina yao, wamesema operation yoyote ya ardhini haitakuwa uvamizi wa kiwango kamili, bali itahusisha mashambulizi madogo ambayo yanaelekezwa au yatatekelezwa na vikosi maalum, kwa maana ya special operations, pamoja na wanajeshi wa kawaida wa miguu. Malengo ambayo yanaweza kulengwa ni pamoja na kudhibiti kisiwa cha Karg ambacho ni kitovu muhimu cha usafirishaji wa mafuta wa Iran, na kufanya mashambulizi katika maeneo ya pwani karibu na mlango wa Strait of Hormuz kwa lengo la kuharibu silaha zinazoweza kulenga meli za kibiashara na za kijeshi. Hadi sasa Trump bado hajaidhinisha mipango yoyote ya idara ya vita, ambapo msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Leavitt anasema kuwa jukumu la Pentagon ni kujiandaa ili kumpa amiri jeshi mkuu wigo mpana wa kufanya machaguzi. Mapema Jumamosi ya tarehe 28, United States Central Command CENTCOM ilitangaza kuwa manowari ya kivita ya kutua wanajeshi ya USS Triple ilimeungana na manowari ya kubeba ndege za kivita ya USS Abraham Lincoln katika eneo la operation. Kwa mujibu wa taarifa ina kwamba ndege hizo zinajumuisha wanamaji au wanamgambo takribani 3,500 na wa Marekani, pamoja na ndege za usafiri na mashambulizi na vifaa vya operesheni za kutua ufukweni ambazo zinapangwa kufanywa na Marekani. Kundi jingine la operation za majini la Marekani linadaiwa pia kuelekea katika eneo hilo, ambapo kuna manowari ya daraja la WSP USSB Boxer, lakini pia wana ile meli ya kutua inafahamika kama USS Comstock, pamoja na meli ya usafiri wa wanajeshi inafahamika kama USS Portland. Wakati huo idara pia ya vita imepeleka kundi la 3 la meli za kubeba ndege za kivita katika eneo la United States Central Command kwa lengo la kujiandaa katika ushiriki operations za kivita dhidi ya Iran, kwa mujibu wa taarifa ambazo tunazo. Ifahamike makundi mawili ya meli za mashambulizi yakiongozwa na US Gerald Ford na US Abraham Lincoln, ambayo yaliongoza mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran mwezi uliopita, ni kwamba zote ndege hizo zilishambuliwa. Tunapozungumza hiyo Ford ya Marekani iliharibiwa vibaya mno, na rais wa Marekani Bwana Donald Trump yeye mwenyewe akakiri kwamba Iran waliharibu meli hiyo na Iran wana silaha hatari
kali zaidi ambazo zilifanya mpaka wakashambulia hiyo meli ya Marekani. Tukiachilia mbali taarifa hiyo, tunaambiwa kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump anasema hivi: baada ya kuwa amefanya mashambulizi kule Iran, target inayofuata ni Cuba. Kuna siku nimewahi kuongea hapa kwa watu ambao wamekuwa kinifuatilia, nilisema hivi: Marekani akishagundua kwamba eneo ambalo ameingia labda linampa hasara kubwa sana, kuna eneo ambalo atatafuta na kuhamishia vita vyake. Sasa ni rasmi, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Cuba ndio itakayofuata, akijigamba kuhusika na kile alichokiita mafanikio ya operation zake za kijeshi nchini Iran pamoja na Venezuela, wakati Washington ikiendelea kuibana Havana kupitia kuzuia mafuta ya huko Venezuela ya kule Cuba. Kauli hiyo inakuja licha ya Havana kukubali kuanza mazungumzo na Marekani kwa lengo la kutafuta suluhisho kupitia mazungumzo kwa tofauti za pande mbili kati ya mataifa haya mawili. Kwa mujibu wa rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel akizungumza katika kongamano la uwekezaji mjini Miami, Trump alisema sera yake ya amani kupitia nguvu, ikijumuisha operesheni ya kumteka rais wa Venezuela Nicolas Maduro mwezi Januari na uamuzi wa kuanzisha vita dhidi ya Iran, imekuwa yenye mafanikio makubwa sana. Anasema, nimeijenga jeshi hili kubwa, nilisema hamtalazimika kulitumia, lakini wakati mwingine lazima mlitumie, na Cuba ndiyo inayofuata kwa njia hiyo, aliwaambia hadhira aliyokuwa akizungumza nao. Akasema, lakini mjifanye kama sikusema, tafadhali vyombo vya habari puuzeni kauli hiyo, Cuba ndiyo ambayo inafuata, alizungumza. Trump amekuwa akirudia mara kwa mara vitisho kwa Cuba kwamba ataiteka hiyo Cuba kwa namna fulani, akisema kwamba wana uwezekano wa kuizingira na kuchukua mafuta kamili, lakini pia ushuru wa nchi nzima ambazo zinauza mafuta ya Havana. Cuba imekuwa ikikabiliwa na uhaba mkubwa wa mafuta na kukatika kwa umeme katika miezi ya hivi karibuni baada ya Venezuela iliyokuwa mshirika wake mkuu kusitisha usambazaji wa mafuta kufuatia shinikizo kutoka Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez Parilla amelalamikia kile alichokiita ni mzingiro mkali wa mafuta kutoka Marekani, akisema ni shambulio la kikatili dhidi ya mfumo wa uchumi wa taifa hilo. Amesema kwa zaidi ya miaka 67 Marekani imekuwa ikiendesha vita vya kiuchumi dhidi ya Cuba kwa lengo la kudhoofisha uchumi wake na kuinyima fursa ya masoko na teknolojia, akiongeza kuwa hatua hizo zinaonyesha udhaifu wa Washington badala ya kuwa na nguvu zaidi. Hata kabla ya mzingiro huo, nishati, maisha ya kila siku ya wananchi wengi wa Cuba yalikuwa tayari magumu, ambapo yamekumbwa na uhaba wa bidhaa muhimu. Wastani wa mshahara ni takribani peso kama 6,830 kwa mwezi, sawa na dola 30 katika soko la ubadilishaji ambalo sio rasmi. Kwa hiyo piga mahesabu, mtu analipwa dola 30 kwa mwezi. Dola 30 kibongobongo ni kama shingapi? Zaidi kama, yani ikizidi sana ni 70,000. Kwa hiyo ndio fedha ambayo wanalipa wafanyakazi wa kule Cuba. Sasa niweke nukta hapa, nukta kubwa kabisa, na watu ambao wapo kwenye group letu lile la Team Russia, nafikiri niliwadokezea kwamba Iran inapambana na vita za aina zote. Wanapambana na vita ya anga, wanapambana na vita ya ardhini, wanapambana na vita ya majini, wanapambana na vita ya habari kwa maana teknolojia, lakini sasa wamefika hatua mbali zaidi, wanapambana na vita ya kimtandao. Bwana, wadukuzi ambao wanadaiwa kuwa na uhusiano na Iran wamefanikiwa kuingia kwenye akaunti binafsi ya barua pepe ya mkurugenzi wa FBI Kash Patel na kuchapisha picha pamoja na nyaraka mbalimbali mtandaoni, kwa mjibu wa wadukuzi hao na taasisi hiyo. Kundi la wadukuzi linalofahamika kama Handala Hack Team ambalo lilidai kuwa limefanikiwa kuvunja akaunti ya Gmail ya Patel, wakisema sasa amejiunga na orodha ya waliodukuliwa kwa mafanikio. Kwenye tovuti yao walichapisha picha kadhaa binafsi za Patel, ikiwemo zinazomuonesha akivuta sigara, akiendesha gari la zamani na picha ambazo amezipiga mwenyewe. Federal Bureau of Investigation FBI imethibitisha kuwa akaunti ya barua pepe ya Patel ililengwa. Msemaji wa taasisi hiyo anasema hatua zote muhimu zimechukuliwa kupunguza hatari zinazoweza kujitokeza, akisisitiza kuwa taarifa ambazo zimehusika ni za zamani na sio taarifa za mapema. Kundi la Handala ambalo linajitambulisha kuwa wadukuzi wanaoungwa mkono na Palestina linaaminika na watafiti wa usalama mtandaoni wa magharibi kuwa ni mojawapo ya makundi ambayo yanatumiwa na kivuli cha vitengo vya ujasusi mtandaoni wa Iran. Hivi karibuni kundi hilo pia lilidai kuhusika na shambulio dhidi ya kampuni ya vifaa ya Striker Corporation, na mbali na picha, wadukuzi hao walichapisha sampuli zaidi ya barua pepe 300 zinazodaiwa kuwa za Patel, zikionyesha mawasiliano yake binafsi na kikazi kati ya mwaka 2010 mpaka 2019. Hata hivyo bado haijathibitishwa zaidi kuhusiana na jambo hilo. Wataalamu wanasema kwamba
Mashambulizi hayo ni sehemu ya mkakati mpana wa Iran wa vita vya mtandao, hasa wakati mzozo kati ya Marekani na washirika wake ukiendelea. Jill Messenger, afisa katika kampuni ya usalama mtandaoni ya Checkpoint Software Technologies, anasema lengo ni kuiaibisha maafisa wa Marekani na kuwafanya wajisikie kuwa katika hali ya hatari zaidi. Ameeleza kuwa Iran inatumia kila wawezalo katika uwanja wa kimtandao. Katika siku za hivi karibuni, kundi hilo pia lilidai kuchapisha taarifa binafsi za wafanyakazi wa kampuni ya ulinzi ya Lockheed Martin waliopo Mashariki ya Kati. Kampuni hiyo ilisema inatafuta taarifa na inafahamu taarifa hizo na ina mifumo ya kukabiliana nazo. Sasa mmeona, yani yule mkurugenzi mwenyewe wa FBI, ambayo FBI ndio wanadili na masuala ya upelelezi. Sasa wao ndio ambao wamedukuliwa. Who is safe? Nadhani hakuna mtu ambaye yuko safe kabisa pale nchini Marekani kama wa Iran wameamua kufanya mitindo ya namna hii. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.